Tuangazie Mwana Malundi au Mwana Malundi Igulu Bukomba. Amezaliwa Mwakabuka Nela, amefariki Mwanza. Majina mengine Mwana Malundi. Kazi yake mcheza ngoma za Kisukuma. Ungana nasi hapa ndani ya HMG kasri la habari za kihistoria, channel ya Wafalme, Back to Africa Movement. Leo tupo kwenye Back to Tanzania Movement. Mwana Malundi, kwa matamshi mengine Mwana Malundi, ni jina maarufu katika masimulizi ya kabila la Wasukuma. Alikuwa mcheza ngoma na mashuhuri kutoka kabila hilo, ambaye alipewa jina hilo kama utani, likimaanisha miguu miembamba na mirefu. Twende tukangazie maisha yake ya awali. Mwana Malundi alizaliwa katika kijiji cha Mwakubunga Nela katika wilaya ya Kwimba, mkoa wa Mwanza mnamo mwaka 1892 na kupewa jina la Igulu Bugomola. Igulu likiwa na maana mbingu. Alizaliwa akiwa mtoto wa mwisho na wa pekee wa kiume kati ya watoto wanne wa familia mzee Bugomola na Ngolo Igulu. Igulu ama Mwana Malundi alikuwa na tabia uzururaji na haikuwa rahisi kumkuta nyumbani. Alikuwa mahiri wa kucheza ngoma na mara nyingi alifuatwa na kundi la watoto kwa sababu hiyo. Hali hii iliwachukiza wazazi wengi kutokana na kwamba watoto wao ambao pia walikuwa wakiwategemea katika kuchunga mifugo waliwatelekeza mifugo na kumfuata Igulu, hivyo kupelekea kupotea kwa watoto wa mifugo hao. Walimkebehi kwa msemo wa mamilundi galo lilihumbula bana bise, ikiwa na maana miguu yake marefu linarubuni watoto wetu. Maisha yake kama mcheza ngoma yalikuwaje? Ngoja tumwangazie ama tumulike maisha yake kama mcheza ngoma. Mwana Malundi alianza kujiimarisha kwenye ngoma baada ya kuona watu wengi kijijini hapo wanamchukia. Huku kulimpelekea kuanza tena kupendwa na vijana wengi. Alipata wafuasi kiasi kwamba alianza kutumika kama jeshi la kukodiwa na watemi. Vinapotokea vita, kikundi chake kilikuwa na kuanza kutumika katika sherehe mbalimbali kwenye familia za kitemi za wakati huo. Twende tukatazame miujiza ama mwanzo wa miujiza ya Mwana Malundi. Siku moja Mwana Malundi na wenzake wawili walikwenda kwa bibi kizee mmoja kutafuta dawa ili iwasaidie katika shughuli zao za ngoma. Bibi kizee huyo alipatikana katika msitu mkubwa na alikubali kuwasaidia. Baada ya kukubali kuwasaidia, bibi huyo aliwaambia Mwana Malundi na wenzake, "Tuendeni sasa porini watoto wangu." Bibi huyo aliwaambia Mwana Malundi na wenzake ili waongozane naye kwenda porini. Njiani bibi alikamata vinyonga watatu na kuwawekea kichwani kila mmoja, kisha safari ikaendelea kuelekea katikati ya pori. Baada ya kufika katikati ya pori hilo nene, mzee aliwaambia wasimame na kuamuru kila mmoja achimbe shimo refu sawa na urefu wake mpaka kiunoni. Baada ya zoezi hilo kukamilika, aliwaambia wakusanye kuni na kuzitumbukiza. Baada hapo aliwasha moto kwa njia ya kupekecha. Moto ulipokolea sana, aliwachukua wale vinyonga watatu na kuwawekea dawa midomoni mwao na kuwatupa ndani ya moto huo. Akawateketeza wote watatu. Wakiwa wanaendelea kushangaa kuungua kwa vinyonga hao, Mwana Malundi naye na wenzake walimuona kifaru akitoka kwenye moto huo na kuanza kuwakimbiza. Wote walikimbia hovyo, kila mmoja na njia yake. Mwana Malundi alikimbia na kupanda juu ya mti mrefu. Kifaru yule alifika kwenye shina la mti na kuanza kulipalua kwa hasira, na baada ya muda aliondoka. Mwana Malundi alimuona bibi yule akikutana na kifaru kabla hata hajafika mbali, na alimshuhudia akimlalua bibi yule mpaka akafa yule bibi. Yaani kifaru yule alimlalua bibi mpaka akafa yule bibi. Mwana Malundi aliona kifaru huyo akimlalua bibi, kisha baada ya bibi huyo kufa, kifaru alitoweka kusikojulikana, huko kimwacha Mwana Malundi asijue la kufanya juu ya mti. Mwana Malundi baada ya muda alishuka juu ya mti na kwenda kwenye maiti ya yule bibi kizee, akaamua ibebe mgongoni airejeshe nyumbani. Lakini kabla hajafika mbali alisikia sauti ikisema, "Igulu bahaje abijo," akiwa na maana Igulu wenzako wamekwenda wapi? Mtanisamehe sana kwa sababu mimi Kisukuma sikipati vizuri, ila tutaelewana mbele kwa mbele. Hili ni kasri la habari la HMG, channel ya Wafalme. Sauti hiyo ilimshtua Mwana Malundi, ambaye alimshusha bibi kizee mgongoni mwake na akashangaa kumuona bibi akiwa hai asiyekuwa na jeraha lolote kama alivyokuwa baada ya kushambuliwa na kifaru. Igulu tujage ahante ugo walinaga, akiwa na maana Igulu twende kwenye mti uliokuwa umepanda. Mwana Malundi aliongozana na bibi kizee huyo mpaka kwenye mti ule. Aliyachukua magamba ya mti yaliyokuwa yamepaluliwa na kifaru. Baada zoezi hilo kukamilika, bibi kizee huyo alimtengenezea dawa aliyokuwa akihitaji, na kisha Mwana Malundi alirejea kwao kuendelea na shughuli zake za ngoma ya aina ya kahena, ambao pia mpaka leo inaendelea kwa jina lingine la Wigashe.
Mwanamalundi anakutana na mtemi polini. Ilikuwaje? Mwanamalundi akiwa katika harakati zake za kujimarisha katika masuala ya dawa zake za ngoma, alienda kuchimba kwenye pori la Mwandutu huko wilaya Maswa, sasa ni wilaya ya Kishapu, ambalo lilikuwa katika miliki ya mtemi Chalia. Imeelezwa kuwa baada ya kufika katika pori hilo akiwa na wafuasi wake wakiendelea kuchimba dawa, ghafla alitokea mtemi Chalia na kumuuliza, "Ubebe nani wa kuilaga kwiza guipoliliani?" akiwa na maana, wewe nani amekuambia kuja kwenye pori langu? Mwanamalundi alimjibu, "Ubebe ulintemi wa banhu pie nunene ndigwende nkeke wa mpango nini huko", akiwa na maana, wewe ni mtemi wa watu wote na mimi ni mmiliki wa mapori yote. Kauli hiyo ilimuudhi mtemi Chalia. Anasema kufuatia kauli hiyo, mtemi Chalia aliita jeshi lake kwa lengo la kuja kumkamata Mwanamalundi, lakini walishangaa baada ya kufika katika eneo waliloelezwa na mtemi wao kuwa Mwanamalundi anatakiwa kukamatwa na kuuawa, lakini walishindwa baada ya kukuta simba wengi sana. Jeshi hilo na mtemi ilibidi kukimbia kujiokoa, kwani simba hao walianza kuwashambulia. Wengine walitawanyika ovyo na baadhi wachache tu ndio walionusurika. Lakini cha kushangaza ama kustaajabisha, walipofika walimkuta Mwanamalundi na wafuasi wake akimalizia chakula cha nyumbani kwa mtemi Chalia, ambaye hata yeye alichanganyikiwa na kushindwa kuongea lolote. Hawa jamaa wameenda kumfuata Mwanamalundi polini ili wamuue, lakini wanaporudi nyumbani kwao wanamkuta Mwanamalundi ametoka kula chakula pale pale nyumbani kwao. Ungekuwa wewe ungefanyeje? Hawa majamaa ipo hivi ni kwamba walimfuata Mwanamalundi katika pori ili kummaliza, kumpoteza katika ulimwengu. Cha ajabu walikutana na simba. Pale alipo Mwanamalundi palitokea simba. Walianza kukimbia hovyo hao majamaa, lakini katika harakati za kurudi nyumbani kuingia ndani, wanamkuta Mwanamalundi katoka kumalizia dongo katika meza ya chakula nyumbani kwao. Wewe unamfuata adui yako ukammalize. Unapoenda unakutana labda na joka kubwa linakutimua, kisha unakimbilia nyumbani kwako, unaingia ndani, labda unamkuta mke wako kakaa mezani labda na adui yako yule yule anamalizia kula chakula. Wewe ungefanyeje? Hii ni HMG Kasri la Habari, tuendelee na stori yetu. Mwanamalundi baada ya kumaliza kula chakula kwa mtemi Chalia aliondoka na wafuasi wake na akapita kwenye lile pori akachimba dawa zake na kuondoka kwenda kuendelea na maisha yake. Katika ngoma zake Mwanamalundi alikuwa na tabia kuwatahadharisha mashabiki wake kuacha kwenda akiwa amejipaka dawa yoyote ile. Anasema aliwaambia, "Bingwe akwiziza munho wibilanga bugota busesobo uluto kulutona kadhalika na manini nini." Kauli hiyo ilikuwa na maana asije mtu amejipaka dawa yoyote hapa. Kama ni kuoa ataoa hapa hapa, kama ni mali atapata hapa hapa. Hata hivyo kuna wale walipuuza kauli hiyo kwa kuja wamejipaka dawa kwa lengo la kujipima uwezo wa dawa zao, lakini hawakufanikiwa na baada yake walikufa hapo hapo. Huu ulikuwa ni moja ya muujiza wa Mwanamalundi. Kifo chake Mwanamalundi, kaburi lake lipo Seke katika mkoa wa Shinyanga, likitembelewa na wafuasi wa dini za jadi. Mmoja wapo ya historia za Mwanamalundi ambao ilikuwa ni ya kustajabisha ni inosema alitembea juu ya bahari kutoka Zanzibar mpaka bara, pia kukausha misitu kwa kidole. Kwa kweli ni historia nzuri sana na kujivunia na kuvutia pia, lakini kwa bahati mbaya sana hakuna mahala wala sehemu zilipoandikwa, ni masimulizi ya midomoni kutoka kwa watu. Kuna haja sasa wataalamu wetu wa historia waende huko Usukumani wakasikie na kuandika. Inasikitisha kuona taifa letu halisamini historia yake yenyewe. Hii ni HMG Kasri la Habari, channel ya wafarume, channel ya Mwafrika, Back to Africa Movement. Leo tulikuwa Tanzania, tunasema Back to Tanzania Movement. Hii ni HMG channel ya Mwafrika, Back to Africa Movement.